Sasa tunaingia katika neno la Bwana. Ujumbe nao kuletea jioni ya leo, itambue nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Zipo damu nyingi zimemwagwa, damu za wanyama, damu za binadamu, damu za kila aina, lakini hazijakusaidia kitu chochote kile, ila ipo nguvu ndani ya damu ya Yesu inayonena mema. Jioni ya leo inaenda kuweka huru mwanaume. Jioni ya leo inaenda kuweka huru mwanamke. Jioni ya leo inaenda kuweka huru binti, kijana. Damu ya Yesu. Je, ulishawahi kuona mtu anatembea, labda alikuwa mjini anarudi kijijini, wanasema hii damu ya kwa fulani bwana? Iwe ni kimwili, wewe kiroho, wanakutambua ni damu ya nani? Je, unatambuliwa ni damu ya wanyama? Ni damu ya kuku zinazomwaga kila siku? Au ni damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ikasema imekwisha? Sasa ninaenda kusoma neno letu la leo, linatoka Waebrania 12:24. Waebrania 12:24. Damu ya mjumbe wa agano jipya, damu ya kunyunyuzia inayonena mema kuliko ile ya Abili. Damu ya Yesu ni agano tosha juu ya maisha ya mwanadamu. Ukikubali tu unafunguliwa, unapona, unawekwa huru. Damu ya Yesu Kristo aliye hai inatakasa, inakomboa, inaweka huru, inakufanya kama vile Mungu ambavyo anapenda uwe. Ukitembea unaonekana mwana wa Mungu, ukiishi unaonekana ni mwana wa Mungu. Ile damu ya Yesu Kristo inakuwa na nguvu ndani ya maisha yako. Adui akija kupiga akuoni, uko ndani ya damu ya Yesu. Ni agano tosha kwenye maisha ya mwanadamu. Ukifanya biashara, kuna jeshi lisiloonekana linakulinda. Damu ya Yesu inakufunika. Adui akikunenea mabaya hata kupata, unakuwa ndani ya wingu. Damu ya Yesu inakulinda. Damu ya Yesu inakuponya. Damu ya Yesu inakuinua. Damu ya Yesu inakustahilisha. Hata ukisikia kitu chochote kile, wasema kwa jina ya Yesu, damu ya Yesu Kristo aliye hai iende kanipiganie. Ukiamini damu ya Yesu inakufanya mambo makubwa, yale yasiyowezekana kwa binadamu, kwa Mungu yanawezekana.